Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Ferista Anthony, ni mtoto wa kiroho wa Prophet Jeremiah Emmanuel. Mchana wa leo ninapenda kuzungumza nanyi kitu kimoja kinachohusiana na kumtolea Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tukasome katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 na ule mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 7 nao unasema, kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapendezwa na ule moyo wa mtu ambao unatoa ukiwa na furaha, ukiwa na amani ndani yako. Usitoe huku ukiwa moyo wako unanung'unika. Hautaziona baraka za Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapotoa sadaka yako katika ulimwengu wa roho, kuna kitu kikubwa sana umekifungua kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunahimizwa katika kutoa. Tunaona kwamba vile watumishi wa Mungu wanaposema toa sadaka, toa fungu la 10, toa sadaka ya shukrani, unaona kutoa kwako wewe ni shida sana, kana kwamba vile umemfaidisha yule mtumishi wa Mungu. Kile anachokuambia wewe kinakujenga na kinakuwa ni ufunguo katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kutii agizo lile linalotoka kwa Mungu. Yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini kumbuka anayemtumia ni Mungu, ndio anayemtumia kusema hayo anayoyasema yeye. Sio kwamba anasema yeye kwa akili zake na kwa nguvu zake na kwa mawazo yake. Yule ni Mungu ndio anayemtumia kusema, kuleta ujumbe kwako wewe kwamba unapaswa ufanye kitu fulani ili uweze kuona baraka za Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka inaweza ikakomboa familia yako. Sadaka inaweza kufungua watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hatujajua nguvu ya sadaka, na ndio maana tunapoambiwa swala la kutoa, tunakuwa ni watu ambao tunanung'unika, tunakuwa ni watu ambao tunatoa vitu lakini hatutoi kwa moyo mkunjufu. Matokeo yake unatoa sadaka yako, huoni matokeo yoyote kwenye maisha yako, kwa sababu umetoa ile sadaka yako ukiwa unanung'unika. Unapoamua kuitoa sadaka, kama ni mtumishi wa Mungu akakuambia toa sadaka fulani, unapaswa kutoa, tena ukitoa kwa furaha na kwa moyo mkunjufu, kwa sababu ile sadaka yako inaenda kufanya mambo makubwa sana katika ulimwengu wa roho. Mwingine unakuta familia yako imefungwa. Familia inafunguliwa, unaambiwa toa sadaka ya kukomboa familia, toa sadaka ya shukrani kwa ajili ya familia yako. Wengine mnaanza kuzihaki, watumishi wa Mungu hawana njaa, watumishi wa Mungu wako hivi. Hapana. Sadaka ina nguvu kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Angalia tu ulimwengu wa giza, wachawi, washirikina. Ni lazima watoe makafara ili kuweza kuimarisha kikundi chao kile cha kichawi katika maisha yao. Amina. Unakuta usiku sisi tumelala, kazi yao ni kuja kutuloga, kazi yao ni kuja kutusindilia wanavyotaka. Lakini wenzako huku nyuma wameshamwaga damu za kutosha, wameshatoa dhabihu za kutosha, tena kwa moyo mmoja bila hata kunung'unika wala kufanya jambo lolote, kwa sababu wanatambua kabisa sadaka anayoitoa ina nguvu sana, ina nguvu kubwa sana katika ile misimu anayoiabudu. Sasa kwa nini sisi ambao tuko kwa Mungu tusimtolee Mungu ile sadaka ili tupate kukomboa familia zetu, ili tupate kuziona baraka za Mungu katika maisha yetu? Tusome kitabu cha Misali sura ya 3 kuanzia mstari wa 9 hadi wa 10 ili tuweze kuelewa zaidi. Misali sura ya 3 kuanzia mstari wa 9 hadi wa 10 nao unasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 10 unasema, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya.
Bwana Yesu asifiwe. Unapomwomba Mungu akupe kazi, umepata kazi, cha kwanza toa sadaka ya malimbuko, ili Mungu aweze kuendelea kuipigania ile kazi yako, usikutane na changamoto yoyote ile. Toa sadaka ya malimbuko. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengi hampendi kitu kinachozungumziwa kuhusiana na sadaka, ila leo mimi nimekuja kuongea na nyewe kwa sababu nimeona nguvu kubwa sana na nimeona Mungu akitenda mambo makuu katika maisha yangu kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka.